Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tumeshuhudia sakata zima la msanii Ibra kutoka katika lebo ya Konde Gang pamoja na mwajiri wake msanii Harmonize. Bana, watu hawa tunaweza kusema wamefika mbali zaidi, kwa sababu ukiwaangalia ni kama vile wanatupiana maneno kwenye mitandao ya kijamii. Ibra akiendelea kutoa siri za msanii Harmonize, lakini pia msanii Harmonize ni kama vile anamuona Ibra kwa sasa hivi hana shukrani, licha ya kwamba amemuinua kwa kiasi kikubwa sana katika swala zima la kimuziki, lakini Ibra amemlipa ubaya au amemlipa kumwanika maneno mabaya kwenye mitandao ya kijamii. Hilo ni swala ambalo linaendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii, na watu wengi wamekuwa wakiliongelea vibaya kwamba msanii Harmonize kwa nini amfanyie hivi Ibra, licha ya kwamba Ibra amedumu kwa takriban miaka 5 katika record label ya Konde Gang. Ukiangalia kuna wasanii wengi sana ambao walijiunga na record label ya Konde Gang, baadaye ukaona hakuna faida, wakaamua kuondoka katika record label hiyo. Na Ibra baada ya kuulizwa kwa nini yeye hajaondoka katika record label ya Konde Gang, na huku wenzake wakiwa wameondoka na kusema hakuna faida, yeye aliendelea kujipa matumaini na kudai kuwa ipo siku Mwenyezi Mungu ataweza kumfungulia milango, ili mradi tu aweze na yeye kupata kile kitu ambacho anatamani akipate katika record label ya msanii Harmonize. Sasa imekuwa ni ngumu sana mpaka Ibra ameamua kuanika kwenye mitandao ya kijamii. Basi swala hilo limeendelea kufika mbali zaidi, na Ibra kilichomuumiza zaidi ni kwamba msanii Harmonize anamdai bilioni 1, licha ya kwamba bilioni 1 hiyo yeye hajawahi hata kupata robo ya bilioni 1, lakini Harmonize hajali chochote na kuamua kuhitaji Ibra aweze kulipa hiyo bilioni 1. Sasa msanii Mbosokani kutokea katika record label ya WCB Wasafi ameweza kumuonea huruma sana Ibra, kwa sababu kuna lipa namba ambayo Ibra aliweza kuiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuomba msaada kwa Watanzania, ili mradi tu mwenye chochote buku jero anaweza kumchangia aweze kufikisha hiyo bilioni 1 aondoke katika record label hiyo ya Konde Gang. Sasa Mbosokani ameweza kuumizwa kweli kweli na Ibra, kwa sababu ukiangalia ni msanii ambaye yupo chini ya record label, lakini pia na yeye Mbosokani yupo chini ya record label ya WCB. Bado mambo hayajakaa vizuri, ili mradi tu na yeye aweze kuondoka katika record label hiyo. Mbosokani kupitia ukurasa wake wa Snapchat ameweza kuandika ujumbe ukiwa unasema, nimeumia sana baada ya kuona Ibra anahangaika kutafuta hela ya kuondoka kwenye lebo. Natamani kumsaidia zaidi, ila nitamchangia 500 kama mchango wangu kwake, na mimi nipo chini ya lebo, naelewa anachopitia kwa sasa. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani msanii Mbosokani na yeye ameweza kumuonea huruma Ibra kwa kuwa katika record label, alafu baadaye ashindwe kuelewana na mwajiri wake. Hilo ni jambo baya sana, lakini kwa Mbosokani tunaweza kusema kwa yeye binafsi ana bahati kweli kweli, kwa sababu msanii Diamond Platnumz ameweza kumruhusu aondoke katika record label ya WCB Wasafi bure kabisa bila kulipa kiasi cha aina yoyote. Na sababu kubwa Diamond Platnumz alianika kwamba Mbosokani amekuwa kijana ambaye ana upendo sana, lakini pia ana heshima kwa kiasi kikubwa sana, na ndio maana Diamond Platnumz akaamua Mbosokani aondoke katika record label hiyo ya WCB Wasafi bila kulipa malipo ya aina yoyote. Sasa Mbosso kwa huruma zake akaamua aweze kumchangia msanii mwenzake katika record label ya Konde Gang kiasi cha shilingi 500,000 za Kitanzania, ili mradi tu na yeye aonyeshe mchango wake kwake. Lakini pia tunafahamu Mbosso na Ibra ni watu ambao wana ukaribu mkubwa sana, licha ya kwamba wapo katika record label pinzani, lakini ni watu ambao wanafahamiana na ni watu ambao wakikutana sehemu basi ni lazima pia wasalimiane, na huo ndio mchango wa Mbosokani kwa Ibra, kwa sababu Ibra kwa sasa hivi anahitaji msaada mkubwa sana. Harmonize ameweza kumkazia na wala hahitaji maneno mengi, kitu ambacho anakihitaji ni bilioni 1 peke yake. Lakini Harmonize yeye binafsi anadai kuwa kuna record label hapa nchini Tanzania inamtaka msanii Ibra, na ndio maana akaweza kumtajia hiyo pesa, lakini pia anadai hiyo pesa sio kama amemtajia yeye, ipo katika mkataba ambao Ibra ameusaini katika record label hiyo ya Konde Gang, na ndio maana akadai kuwa Ibra akilipa hiyo pesa basi anaweza kwenda katika hiyo record label ambayo anahitaji kwenda kwa sasa hivi. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Unafikiri ni record label gani ambayo Ibra anataka kuhamia baada tu ya kuachana na record label ya Konde Gang? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.